Ni nani ambaye anaijua thamani yako? Au ni nani ambaye atakukumbuka wakati ambao wewe umekaa kimya? Kuna wakati tunafikia kipindi ambacho tunahitaji kukaa kimya, kuwa mbali na makelele, tunahitaji kuwa peke yetu. Sasa wakati huu ni wakati wa kujiuliza, endapo utakaa kimya, endapo utakuwa peke yako, ni nani ambaye atakuwa wa kwanza kukupigia simu? Ni nani ambaye atakuwa wa kwanza kuja kwako kutembelea, kujua unaendeleaje? Lakini pia inabidi ujiulize, huyu ananipigia simu kwa sababu gani? Amekuja kwa sababu gani? Imefikia kipindi tunaishi maisha ambayo yanatufanya tumekuwa busy. Tunatafuta majina makubwa, tunatengeneza majina makubwa mitandaoni, tunatafuta umaarufu. Na bwana mmoja na hadithi ya kisa anasema hivi majuzi dunia imeshtushwa na kushangazwa na tukio la ajabu sana. Anasema kuna mwanamitindo mmoja maarufu na mwigizaji kutokea nchini Pakistani. Alikuwa mtu wa watu, mcheshi na mwenye marafiki wengi wa kila aina. Anasema alifariki huyu dada akiwa peke yake ndani ya nyumba ya kupanga. Alisahaulika kabisa. Alikaa ndani ya nyumba ya kupanga akiwa amekufa kwa muda wa miezi 8 mpaka 10, bila ndugu wala rafiki kujua, wala wafanyakazi wenzie. Hakuna yeyote aliyejua. Siri ilikuja kugundulika baada ya kodi ya nyumba kuisha. Mwenye nyumba alienda kudai pesa yake, aligonga, hakuna yeyote aliyejibu. Akachukua uamuzi wa kwenda polisi. Polisi wakatoka wakaenda kuangalia mazingira na kugonga sana mlango, lakini hakuna aliyejibu. Ilionyesha mlango umefungwa kwa ndani. Baadaye walifungua mlango kwa kuuvunja, lakini cha kushangaza na kushtusha, walikuta kwamba chakula kimeharibika, umeme umeisha, lakini kubwa zaidi walikuta mwili wa yule dada tayari umeshaharibika. Inasikitisha sana, mtu maarufu aliyekuwa akicheka na maelfu ya watu, mtu ambaye alikuwa akiposti mitandaoni, comments, likes na gongana, likes 12, sijui like milioni ngapi, comments za kutosha. Inasikitisha mtu kama huyu anakufa kifo cha kidhalili. Ni swali la kujiuliza, je, tumekuwa watumwa wa maslahi? Tunapata wapi ujasiri wa kujiita ndugu, marafiki, wakati hatujui mwenzetu amekula nini, hatujui mwenzetu anaishi vipi? Tumekuwa addicted na pesa. Tunacheka na watu tukiwa na maslahi nao. Maslahi yakiisha, kila mmoja anafanya mambo yake. Upendo wa dhati umefutika, umebaki upendo wa likes na comments, umebaki upendo wa maslahi. Ni dunia ambayo imetufanya tuwe kama wanyama na zaidi ya wanyama. Lakini tuangalie Uislamu unasemaje katika hili. Mtume rehma na amani ziwe juu yake anasema haifai kwa Muislamu au kwa mwanadamu yoyote kuwa mbali au kutomkumjulia hali ndugu yake kwa zaidi ya siku 3. Sheria hii haikuwekwa kwa sababu ya maslahi fulani au nini, na haikuwekwa kwa bahati mbaya, isipokuwa imewekwa sheria hii kwa usalama na kujali ndugu zetu. Kama leo hii kila mmoja wetu angekuwa na desturi ya kumpigia simu mwenzie, kutembeleana, kusingekuwa na taarifa kama hizi. Tusingeshuhudia miili ya ndugu zetu, wapendwa wetu ikiozea ndani kwa miezi 10. Hakuna kazi muhimu kuliko uhai wa mtu. Ubize tuliokuwa nao hauwezi ukatufanya kwamba tujisahau kiasi cha kwamba tunasahuliana, tunashindwa kuwasiliana, tunashindwa kutembeleana. Ndugu ni yule ambaye anakuja kwako ukiwa hai, si yule ambaye anakuja kutoa rambirambi hali ya kuumisha kufa tayari. Tuwasiliane na watu, tutafute watu, si maslahi. Tujenge upendo wa dhati ambao hautegemei mifuko ya watu. Tujenge upendo ambao hautegemei pesa wala maslahi. Kumbuka, siku ukiondoka, ofisi itatangaza mtu mwingine.
Na pale ambapo ulikuwa unaenda kukaa kila siku kupiga story, watakusahau vile vile. Lakini sehemu pekee ambayo itabaki pengo kubwa zaidi ni kwenye familia yako, kwa wale watu wako wa karibu zaidi. Hawa ndo wataumia zaidi. Usikubali kuwa maarufu duniani lakini mgeni kwa majirani na ndugu zako. Tupendane tukiwa hai, tujali, tuweke utu, turudishe thamani ya utu. Kesho hatuijui itakuwaje. Ikiwa huyu amekufa zaidi ya miezi 8 mpaka 10 hajulikani, hatujui mimi na wewe, hali itakuwa vipi?